Hebu ongeza sauti alafu sikize kwanza. Yaani mke wako ndo amecheza 80. Na familia yako sasa ameachaje? Ameshabaki hapa. Nawalia mimi. Ameamua. Asubiri asila ziisha atarudi. Au umemwambia asirudi hadi apate 80 aliocheza? Hauna watoto wadogo waliobaki? Wapo. Hajaenda nao. Kuna kipindi niliwahi kusema sikuwa nahitaji kuwarekodi watu wengine kwenye video zangu kwa sababu sihitaji mtu yote kuwa sehemu ya kumbukumbu ya maisha yangu kazini. Tofauti na watu niliokuwa nafanya nao kazi na mashine zenyewe. Tofauti na hivyo, linatakiwa liwe ni tukio la tofauti kidogo. Kama hili hapa. Huyu jamaa mke wake katelekeza familia kaondoka kwa sababu tu kacheza mashine, katumia hela za mtaji. Kamwachia watoto wadogo. Mbaya zaidi kuna mtoto mmoja ni mdogo ambaye alikuwa bado ananyonya. Anawapigia simu nyumbani kwao na mwanamke, wanamwambia hajafika, hayupo kule. Sasa yuko wapi hajui. Sisi tunapofika tuko busy zetu na kilichotuleta. Tunaongea naye anatupa hizo story lakini mchina naye haelewi, anataka mama achukue vichele vingi. Anamwambia kuna hela zingine mke wangu kazicheza na katoroka, mchina haamini. Sasa baada ya kutoka huko ndani mimi nikabidi nipige story na mchina. Is your wife play machine? Play 80. No problem. Sauti ipo chini, sijui kama ungesikiliza, lakini nilichokuwa nazungumza naye hapa nilikuwa namwambia tu kwamba mke wake kacheza shilingi 80 ndio sababu yeye kutoroka na kumwachia familia. Unaizungumziaje? China ananiambia hamna tatizo. Nauliza hamna tatizo? Nasema si atapata faida. Nikamwambia shilingi 80 faida yake si tukifungua tunamwachia ni shilingi 13,000 tu. 12,000. Sasa unasemaje atapata faida? Wakati tayari kapata hasara kwa sababu alikuwa na mtaji wa shilingi 80 umeingizwa ndani. Mchina ananiambia kwa hiyo nataka tukamchukulie, nataka tukamrudishie. Namwambia hapana, sio maana yangu, nataka tu nisikie maoni yako juu ya hilo swali lililotokea. Wewe umelichukuliaje? Maana pale ndani kuna cheka tu. Mchina ananiambia bana, mambo ni ya kawaida bana, kikubwa wao tushawaambia wasio wanacheza, lakini watakaoamua kucheza basi. Mchina kaniuliza vipi kama angekula tungefanyaje? Sasa angezichukua pia ila angekuwa nazo nyingi. Nikamwambia ndio, lakini nijaribu tu kutaka kukusikia ungesemaje juu ya hili swala. Kwa sasa mshikaji, kweli story ilikuwa ipo kama hivyo. Mke wake kamwachela ili sisi tukifika chukulie vichele, lakini baadaye sisi hata tujafika karudi, basi mke wake hajamkuta na sisi siku hiyo hatukupita. Kwa hiyo ilikuwa ni siku yake ya pili. Anasema hadi saizi mimi sijui mke wangu yuko wapi na kaondoka na hela. Issue sio hela, issue ni familia, kaniachia watoto afu na mtoto mdogo ambaye ananyonya. Hii ndio story kubwa ile inaumiza kuliko story zote ambazo nimewahi kurekodi, lakini baadaye alirudi.